Watukufu wa Islam, katika wiki iliyopita mmoja katika wenzetu wa darasani hapa akinifuata na kuniambia ni mambo gani yanayopelekea familia nyingi kuwa na mizozo baina ya mke na mume, kuwe hakuna masikilizano, maelewano baina yao. Nikamwambia biidhnillahi satakunu maddatuna alyawma, ilo litakuwa ni mada yetu kwa siku ya leo biidhnillahi taala. Aliloniuliza suala lake litakuwa ndio mada ya leo. Nadhani mwenyewe yupo, atapata kujua baadhi ya zile points muhimu sana ambazo zinapelekea familia kuwepo katika saabat kabira, mizozo mikubwa ya kutokuelewana na kutokufahamiana. Watukufu wa Islam, kuntu ana aduru fi kutubin mukhtalifat min umami ma qad salaf minna. Nilikuwa nikizunguka katika vitabu mbalimbali vya maimamu waliopita kabla yetu, wa ahadithu wa siyar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal athar, na katika hadithi na katika sira na katika athar za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu asbaban kathira, nikapatana na sababu nyingi sana. Sababu hizo takhtalifu ziwaja, zenye kupelekea utafauti baina ya ndoa au baina ya wanandoa, na nikazichukua baadhi yao na nikaondoka nazo kwa ajili ya kuzileta hapa, na muomba Mwenyezi Mungu anipe taufiki kuziwafikisha mada hizo au points hizo muhimu, na huenda zikaenda zikabadilisha maisha yetu baada ya kuwa katika kasoro tulikuwapo na kuelekea katika usawia. Walakin qabla an adkhula fi maddati mubasharatan, isma' li hadhihi alqissa. Kabla ya kuingia kwenye mada, hebu kisikilize kisa hichi. Qissatun tahtazu qulubu as-sami'un, ni kisa ambacho kinashtusha nyoyo za wenye kusikiza, kisa ambacho taksibu qulub al-akharin, kinachuma hata nyoyo za watu wengine. Ni kisa muhimu Muislamu, nataka ukisikilize, ambacho kilitokea kwa mmoja katika wema waliopita. Kana rajulun sahibul Qur'an, bwana mmoja alikuwa ni sahiba wa Qur'ani, hakuiacha Qur'ani wala Qur'ani haikumwacha yeye. Asha ma'ahu bi 50 aman, kwa muda wa miaka 50 yaishu tahta liwa'i al-Qur'an, anaishi chini ya bendera ya Qur'an. Walillahi rajulani, rajulun mukhtassun ilayhi wa sahibul Qur'an, na Mwenyezi Mungu ana watu wawili tu, yule aliyemhusisha kwake na mtu wa Qur'an. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'an, na mbora kwenu ni yule mwenye kujisomea, mwenye kujifundisha, mwenye kuisoma Qur'an. Qad asha tahta dhilali al-Qur'an 50 ama, bwana huyu tunamzungumza ameishi chini ya vivuli vya Qur'ani miaka 50. Falamma kana dhata yawmin, siku moja bwana huyu kana fil masjid yaqra'u al-Qur'an, amekaa zake msikitini anasoma Qur'ani, suratu Yasin.
wakati nisoma suratu Yasin hatta wasala ala hadhihi alaya, amesoma mpaka kafika katika aya hii, inni idhan la fi dhalalin mubin, hakika yangu mimi hata hivyo nilikuwa katika wapotevu. Fajaa malaka almauti faqabada ruhahu famata. Anamaliza kusoma aya hii, malaka almauti kachukua roho yake. Faajabu aljalisuna hawlahu, waliomzunguka waliajabika kweli kweli. Kana hadha sahibu alquran aasha ma'ahu 50 ama, limadha khutima bihadhihi alaya? Vipi bwana huyu afe na aya hii, inni idhan la fi dhalalin mubin, hakika yangu hata hivyo nilikuwa katika wapotevu walio wabayana. Limadha khutima bihadhihi alaya? Faakhadhuhu, wakamchukua, faghasaluhu, wakamkosha, wakafanuhu, wakamvisha sanda, wasallu alayhi, wakamsalia, wadafanuhu, wakamzika. فلما رجعوا إلى بيوتهم رأى واحدا منهم هذا الشخص في المنام. Waliomzika kuna mmoja katika wale alimuota huyu bwana aliyekufa katika usingizi wake. Falamma raahu fil manam, alipomwona katika usingizi wake, faqala lahu, akamuuliza, ya hadha limadha khutimta bihadhihi alaya, kwa nini aya hii inni idhan la fi dhalalin mubin iwe ndio aya ya mwisho unayoondoka nayo katika ulimwengu wako, ila hali tunatambua kwamba wewe ulikuwa ni sahibul Qur'an? Rajulun alladhi la yatruku alqur'ana walqur'an lam yatrukuhu, ni mtu ambaye hakuiacha Qur'ani na Qur'ani haikumwacha. Limadha khutimta bihadhihi alaya, nieleze leo kwa nini aya hii ndio iwe aya ya mwisho kuchukua uhai wako? Faqala sahibul Qur'an, yule sahibul Qur'an akasema kumwambia huyu bwana, wama dhannuka anni qad khutimtu bihadhihi alaya, na dhana yako ni ipi kwamba mimi aya hii ndio iliyomaliza uhai wangu duniani, kwamba ndio aya ya mwisho kufunga katika aya za Qur'an? Wama dhannuka, dhana yako ni nini? Lamma wada'tumuni fi qabri, muliponizika mimi katika kaburi langu, jaani malakani, wakanijia mimi malaika wawili, Munkar wa Nakir, fasaala alayya, wakaniuliza juu yangu mimi, man rabbuka, mola wako ni nani? Faqultu lahuma, nikawaambia, inni amantu birabbikum fasma'u, mimi nimemwamini mola wenu, nisikilizeni. Kwa kusema kwangu hivi, qila dukhulil janna, pakasemwa aingie peponi huyo. Qala ya laita qaumi ya'lamun, akasema ya reti watu wangu wangelikuwa wanatambua huko duniani, bima ghafara li rabbi, kwa vile Mungu alivyonisamehe mimi, waja'alani minal mukramin, na akanifanya mimi kuwa katika waliopewa ikramu kubwa. Ya laita qaumi ya'lamun laqad khutimtu bihadhihi alaya, sio iliyoniondoa duniani, inni idhan la fi dhalalin mubin. Qala inni amantu birabbikum fasma'un, qila dukhulil janna, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Hadhihi alaya qad khutimtu biha fi alqabri, aya hizi nimezimaliza nikiwa ndani ya kaburi langu. Ya salam, alqur'ani nurun, alqur'ani dhillun yadhillu man arada dhilal alqur'an. Qur'ani ni nuru, Qur'ani ni kivuli, huwa anahifadhika mwenye kutaka kivuli hicho.
wayati yawm alqiyama shafi'an li ashabihi. Qur'ani itakuja siku ya kiyama ikiwa ni shafi'an, ni uokozi, uombezi kwa yule mwenye kuisoma Qur'ani. Na mtume anasema iqra'ul Qur'ana, isomeni Qur'ani. Man qara'a al-Qur'ana, mwenye kuisoma Qur'ani wa huwa mahirun alayhi, halafu hodari wa Qur'ani ile, sayakunu ma'a safara kiramin barara, atakuwa na malaika wanaoitwa safara kiramin barara. Wa man qara'a al-Qur'ana thumma yatata'ta lahu kana lahu ajrayn, ujratul ula litilawati wa ujrati thani liannahu yatata'ta lahu. Mtume anasema mwenye kuisoma Qur'ani huku anadodosa ile Qur'ani anavyoisoma, hakika huyu mtu atalipwa mara mbili. Ujra namba moja kwa kusoma kwake Qur'ani na kuwa tayari nayo, na ujra namba mbili kwa kuwa anaidodosa Qur'ani. Mtume anasema mathalul mu'minu alladhi yaqra'u al-Qur'an, mfano wa mu'min ambaye anaisoma Qur'ani, kamathalu utrija, kama tunda zuri. Tunda hili rihuha tayyiba, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha ladha, na ladha yake ni tamu. Wa mathalul mu'minu alladhi la yaqra'u al-Qur'an, na muumini ambaye haisomi Qur'ani, kamathali at-tamr, ni mfano wa tende, ta'amuha ladha laysa laha riha, tende ladha yake ni tamu lakini haina harufu. Wa mathalul fajiru alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathalu rihana, na mtu kafiri au mtu fajir muovu mtenda maasi anaisoma Qur'ani, mfano wake mfano wa mti unaoitwa mrehani, rihuha tayyiba, harufu yake ni nzuri, wa ta'amuha murra, lakini ladha yake ni chungu. Wa mathalul fajiru alladhi la yaqra'u al-Qur'an, na mtu mkosefu, mtu asi anayeisoma Qur'ani, kama asiyeisoma Qur'ani, kamathali hamdala, kama tunda linaloitwa hamdala, laysa laha rihun wa laysa laha ta'am, halina harufu wala halina ladha. Hivi ndivyo anavyoonekana mtu yule ambaye atakuwa anaisoma Qur'ani katika dunia yake. Kwa Qur'ani ni kitu muhimu ambacho leo ulimwengu huu tunavyokwenda nao, Qur'ani inasahaulika kuliko tunavyozikumbuka simu zetu. Qur'ani imekuwa ni kitu chengine zaidi kuliko ni hata hivi teknolojia tulizonazo, matelevision, mastarehe yetu, vyote vimeonekana ni aulawiyat. Na Allah amekwambia wa yakhluqu ma la ta'lamun, si mnaipuza. Basi sisi kutokamana na Qur'ani tunakuambieni ya kwamba Allah anaumba vingine pia hamvijui, navyo mtababaika navyo. Qur'ani ni kila kitu. Qur'ani ilimwokoa Imamu Malik ibn Dinar kutokamana na kuuliwa. Anakuja mtu anamkabasa katika shingo yake, kimwekea kisu, anamwambia qabla an aqtulak madha ta'mal, kabla sijakuua niambie unafanya kazi gani. Faqala, yule bwana akasema, inni aqumu bitahfidhi auladi kitab Allah, mimi nawasomesha tu watoto wangu kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yule bwana kabla kumua akamwambia iqra au isma'ni bihadha alkitab alladhi asma'u anhu wa lam aqra minhu shay'an, kama wewe kweli msomaji wa Qur'ani, naomba unisomee hichi kitabu ambacho nakisikia lakini sikuwahi kukisoma. Wa inda idhin tatajalla lada abakariyati al-imam al-asma'i fi al-qira'ah, imam akamsomea aya za Qur'ani, wa fi as-samai rizqukum wa ma tu'adun, na huko mbinguni ndiko zinakotoka riziki zenu na mlioahidiwa. Alipoisikia aya hii qati'u tariq, mara anajikuta rami ya saifihi wa alati, anatupa panga lake kule, anatupa ala yake kule, akimtizama Imamu al-Asma'i anamwambia asmi'ni bi marratan ukhra, hebu soma tena hiyo aya. Anamwambia wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, mbinguni ndiko zinapotoka riziki zenu na mlioahidiwa. Yule qati'u tariq akasema subhanaka ya rabb, dhamantu li rizqi fi samai wa ana a'saytuka, ya Rabbi, umenidhaminia riziki yangu mbinguni nami leo na kuasi. Wallahi la aqta'u tariqa ba'da hadha al-yawm, kutoka leo sikabi tena watu njia. Walaqad tubtu baina yadayka ayuha al-imam al-Asma'i,
na leo natubu mbele yako Imamu al-Asma'i. Kaokoka Imamu al-Asma'i kwa sababu ya Qur'an. Amesimama Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mara anamuona kijana anapita. Kijana huyo wa huwa ibn 15 sana, ni kijana mwenye umri wa miaka 15 labda. Akaitwa, taali ya ghulam Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ila aina turid, niambie kijana unakwenda wapi? Kijana akamwambia, ila maktabati hifdhi al-Qur'an, nakwenda katika maktaba ilipohifadhiwa Qur'an. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akamuuliza, ahafidhta al-Qur'an, umehifadhi Qur'an? فقال لا تقل حفظت القرآن فإن الذي حفظه هو الله وإنا له لحافظون. Usiniambie nimehifadhi Qur'ani, aliyehifadhi Qur'ani ni Allah aliyesema wa inna lahu lahafidhun, na hakika yetu sisi hiyo Qur'ani ni wenye kuihifadhi. Hajjaj akamuuliza tena, ajma'ta al-Qur'an, niambie sasa umeikusanya Qur'an? فقال لا تقل جمعت القرآن فإن الذي جمعه هو خليفة رسول الله أبو بكر الصديق. Usiniambie nimeikusanya Qur'ani, aliyekusanya Qur'ani ni khalifa wa mtume Abu Bakr as-Siddiq. فقال له أرأيت القرآن أتستظهرت القرآن أي تجعل القرآن بين ظهرك. أنا mwambia, je, umeibeba Qur'ani mgongoni mwako? Kijana akasema, ma'adhallah an aj'ala al-Qur'an baina dhahri, najikinga kwa Mwenyezi Mungu kuibeba Qur'ani nyuma ya mgongo wangu, kwa sababu wako baadhi ya watu watakaopewa vitabu vyao waraa dhahri, nyuma ya migongo yao. Hawa watu wakosefu, na yeye anamwambia ma'adhallah an aj'ala al-Qur'ana baina dhahri, najikinga kwa Mungu kuifanya Qur'ani iwe nyuma ya mgongo wangu. فقال له حجاج ماذا أقول لك يا غلام, nikwambie nini wewe ghulam, kila ninavyokuuliza sivyo? Anamwambia, hal la taqulu aita alquran, huniambii kwamba naipitia Qur'an? Faqala Hajjaj lahu aita alquran, Hajjaj akamuuliza unaipitia Qur'an? Faqala alghulamu na'am, kijana akasema na'am. Hajjaj akamwambia, iqra alayya, nisomee basi na mimi nisikie kama kweli unaipitia Qur'an. Kijana akamsomea, atabinuna bikulli ri'in ayatan tab'athun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun fa idha batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun, munajenga majengo alama kama kwamba vile hamfufuliwi tena. Watattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun, mnajenga majengo yenu kana kwamba mtaishi milele. Idha batashtum jabbarin, na pitaye yeyote mnamchukua kwa ujabari wenu. Fattaqullaha wa ati'un, muogopeni Mungu na mumtii. Hajjaj akakasirika, atuhaddiduni ya ghulam, unanisomea aya ngumu wewe kijana, unanitukana mimi kwa aya za Qur'an? Iqra alayya ayatan tabshir, nisomee aya zenye kuleta bishara, usinisomee aya namna hiyo. Kijana akamsomea, idha jaa nasrullahi wal fath. Sikiliza aya inayokuja mbele yake, ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا, kwamba utapokuja nusra ya Mwenyezi Mungu na ufunuo na ukaona watu wanatoka katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi. Hajjaj akamwambia, qif ya ghulam, subiri kijana, madha qala rabbuna, Mola wetu kasema vipi? Waraaita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja am waraaita an-nasa yakhrujuna min dini llahi afwaja. Naam, kijana akamwambia naam. كان الناس يدخلون في دين الله، كان الناس في عصر رسول الله يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبحوا الآن في ملكك الظلماء يخرجون الناس من دين الله أفواجا. wakati wa mtume
watu walikuwa wakiingia katika Uislamu makundi kwa makundi, lakini wakati wa utawala wako wenye kiza, utawala dhalim, wewe umekuwa unatoa watu katika Uislamu makundi kwa makundi. Hajjaj ibn Yusuf akasema naombeni kijana atolewe Qur'an, kijana mwenye kuhifadhi Qur'an mwenye umri wa miaka 15. Ona umuhimu wake, leo imekuwa natija na wazazi wake kesho kiyama, yu'ta ala ruusihima tajan dawuhu ka dawi shamsi fi dunya, watavishwa mawazazi wenye kumsomesha kijana Qur'ani taji hilo litakuwa linang'ara mfano wa jua linavyong'ara duniani. Limadha ya Rabb? Mlikuwa mkimsomesha mtoto wenu Qur'ani. Kwa kitendo hicho leo haya ndio malipo yenu. Mtume akasema adibu auladakum ala 3 khisali, wafunzeni watoto wenu mambo makuu matatu: hubbi nabiyikum, wampende mtume, wa hubbi ahli baiti, wapende watu wa nyumbani kwa mtume, wa qira'atul Qur'an, na waisome Qur'ani. Fa inna alladhi hamala alqur'ana fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu, yule aibebaye Qur'ani kesho kiyama atakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu. Siku hiyo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'u Allah bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, kwa kitabu hichi Mwenyezi Mungu kuna watu wanawainua, na kwa kitabu hichi Mwenyezi Mungu kuna watu wanawaporomosha. alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun. Wale ambao wanaletewa kitabu chetu, kitabu cha Qur'an, wakawa wanakisoma, ukweli kukisoma, hawa ndio wana imani na kitabu hicho. Wale ambao wanaletewa wakakikanusha, wakakikufuru, wakakirudisha nyuma kitabu hicho, basi hawa ndio watakuwa wamekula khasara, wal iyadhu minhum. Na namuomba Mungu atukinge miongoni mwa watu wa namna kama hii. Mtu aliozeshwa kwa sababu ya Qur'an. Amekuja binti mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni ahabu laka nafsi, wallahi Mtume mimi nakupenda Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam fasaada an-nadhara ilaiha, akawa anamtizama kutoka juu mpaka chini. Alafu Mtume akawaelekea katika miongoni mwa masahaba zake, mmoja akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, in kunta laka la tahtajina fazawijniha, ikiwa wewe humhitaji huyu, basi ninakuomba mimi niozeshe. In kunta la tahtaju laha fazawijniha, ikiwa kama huna haja naye wewe Rasulullah, niozeshe mimi namtaka. Mtume akamuuliza, ma indak, niambie una kitu gani? Yule bwana akasema, ma indi shay, sina chochote mimi Rasulullah. Mtume akamwambia, idhhab ila baitik wanzur ma fihi, nenda nyumbani kwako katizame nini kipo kule. Kaenda kule nyumbani kwake, karudi akamwambia, ya Rasulullah, ma fil bait shay, nyumbani kwangu hakuna chochote kile. Mtume akamwambia, walau khataman min hadidin, hata pete ya chuma hamna. Akamwambia, walau khataman min hadidin, hata hiyo pete ya chuma hakuna. Mtume hakumwangalia, akamtizama mtu mwingine ambaye anapita kwa mbali. Mtume akawaambia watu wake, da'uhu li, ni ud'uhu li, nitieni yule kijana, nitieni kijana yule. Mtume akamuuliza, ma indaka ya ghulam, niambie una nini wewe kijana? Faqala, ya Rasulullah, ma indi shay illa ana ahfadhu shay'an min alquran, mimi sina lolote isipokuwa na hifadhi tu sehemu katika Qur'an. Mtume akamwambia, iqra alayya, hebu nisomee hizo sehemu unazozihifadhi katika Qur'an. Akamsomea zile sehemu alizokuwa anazihifadhi katika Qur'an. Mtume akamwambia, laqad zawajtuka hadhihi albinti bima hafadhta min alquran alkarim, nimekuozesha huyu binti unayemwona hapa kwa kile umekihifadhi katika Qur'an. Akawa mkewe Qur'an. Kamkosa yule bwana aliyetaka, kapewa yule mtu mwenye Qur'ani kule. Ulimwengu tunaokwenda nao huko mbele, huenda Qur'ani ikawa si lolote si chochote kuliko maisha ya watu na vitu vingine. Qur'ani ikawa iko nyuma kuliko watu waliokuwa katika maisha haya. Leo katika nchi fulani wanatoka baadhi ya watu wakikichoma kitabu hichi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajui yaliyomo ndani ya kitabu hichi. Hawajui kwamba maisha yao na mustakbali wao mzima umo ndani ya kitabu hichi.
mpaka asimame mtu akichome kitabu hicho Qur'an tukufu? Kwa sababu imedharauliwa, imepuzwa, na ndio maana yanakuwa kuna mabalaa na matatizo. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, law watu wa miji wangelikuwa na imani vizuri, Qur'ani ikasoma vyema, basi wallahi baraka zingelikuwa mbinguni na ardhini zinawatawalia. Lakini wapi? Tumedharau na sisi tukapewa tuliopewa, tumekemea na sisi tukapata tuliyopata. Arsalna alaihim sailal arim. Waoneni ndugu zetu waliokataa yale aliyoagiza Mungu, walipokataa vitabu vya Mungu walifanywa nini? Arsalna alaihim sailal arim, tukawatumia kimbunga kikali. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور. ومبدلشيوا zile neema zikawa ni nakama, yale mazuri yakawa ni mabaya, yaliyo mbali yaliyo karibu yakawekwa mbali, yaliyokuwa si gharika ikawa gharika, vichungu vitamu vikawa vichungu, alhasil kila kitu kikabadilika. Sasa maisha yale waliopewa ndugu zetu ndio maisha ambayo sasa hivi sisi tunaoishi ndani yake. Sasa Qur'an, iyyakum wal Qur'an, juu yenu na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka sahaba wamepigwa kwa Qur'an, sahaba wamepigwa kwa sababu hii Qur'an. Namkumbuka Abdullah ibn Mas'ud aliwahi kukaa siku moja na masahaba wenzake wakiwapo ndani wanazungumza. Wallahi mundu nazala alquran alayya, kuna miongoni mwa wale masahaba anasema tokea iteremsha Qur'ani kwetu sisi, wallahi ma yutla bihi ahadun amama az-zu'ama, hakuna yeyote aliyesoma Qur'ani mbele ya hawa makureishi. Hakuna mtu aliyetoka akaenda akaisoma Qur'ani wakaisikia Qur'ani, hakuna. Abdullah ibn Mas'ud akasema ana saakunu awwalu man yatlu al-Qur'an inda, mimi ndo nitakuwa mtu wa mwanzo mwenye kwenda kuisoma Qur'ani mbele yao. Ana saakunu awwalu man atlu al-Qur'an inda, mimi nitaichukua nafasi hiyo. Alitoka Abdullah ibn Mas'ud akaenda mpaka kuna sehemu ya karibu na Kaaba pale kuna shughla min turab, kishungu cha mchanga. Fawaqafa fi, akasimama pale. Fashahida qauma, akautizama ule umma uliokuwepo pale katika makafiri mazuama kwa Quraysh, watu wako pale. Uislamu bado haukuwa wenye kuchukua nafasi sana. Akaanza kuisoma Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Wakati anaisoma hii Qur'ani kwa sauti yake ya juu, walikuja zuamau Quraishi wakampiga na wakampiga na tena wakampiga na tena mpaka katoka damu. Wa huwa yastamiru fi tilawati al-Qur'an, hiyo anampiga bado anaendelea kuisoma ile Qur'an. Aliporudi Abdullah ibn Mas'ud kwa masahaba wenzake wakamwambia, hadha ma kunna nakhafu ilayk, haya ndo tulikuwa tunayaogopea wewe utayapata. Umeona sasa Abdullah ibn Mas'ud umejitafutia matatizo mwenyewe. Sikiliza jawabu la Abdullah ibn Mas'ud, wa in kuntum turiduna an arji'a ilayhim wa atlu al-Qur'an min bainihim sawfa af'alu dhalik, na ikiwa mnataka nirudi nikaisome Qur'ani tena nitafanya hivyo. In ghadawtu, kesho nikiamka, sa'atlu al-Qur'an maratan ukhra, nitaisoma Qur'ani kwa mara nyingine. Wakamwambia hadha yakfi ya Abdullah, hili linatosha Abdullah, basi usiende tena. Abdullah ibn Mas'ud wakati anakufa, anakuja Uthman ibn Affan anamwambia, hal u'tiyak shay, nikupe kitu chochote? Uthman anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, nikupe kitu chochote? Wakati huo Uthman ni khalifa. Anamwambia la sihitaji, la ana ahtaju shay, sina lolote ninalolihitaji. Abdullah wakati anasema hivi, Uthman akashangaa
akamwambia limadha la tahtaju shay, kaifa satakuna bilbanat, kaifa satakuna banatuk, au banati zako watakuwa vipi, hali zao zitakuwaje baada mautik, baada ya kifo chako. Akamwambia Abdullah, anamwambia Uthman, ya Uthman, atakhafu ala banati, una hofu kwa mabinti zangu? Wallahi fa inni laqad atruku lahum nura ma taraka bihi Rasulullah, mimi nimeacha kwao nuru aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuru gani? Atruku lahumul Qur'an, mimi nimewaambia watoto wangu waisome Qur'ani. Ma asabahunna alfaqr, ufakiri hautowapata. Akamwambia ya Uthman, laqad sami'tu Rasulullah yaqul, nimemsikia Mtume anasema, man qaraa suratul waqi'a, mwenye kuisoma suratul waqi'a fi kulli laylatin, katika kila usiku, faqahu Allahu hajatahu, Mwenyezi Mungu anammalizia ufakiri wake. Ufakiri wote unapotea kwa sababu ya kuisoma kwake Qur'ani. Walidhalika atruku libanati, hili ndilo nililoliacha kwa watoto wangu, wallahi halitawafika jambo la umaskini au ufukara. Kwa Muislamu atahaddak, nakupa challenge, man qaraa suratu waqi'a fi kulli layla faqahu Allahu hajata. Ukisoma suratul waqi'a kila siku Allah anakupa unachokitaka, anakutoa katika mikono ya ufakiri. Na anasema tena Mtume, man qaraa suratu Yasin asbaha maghfuran la, mwenye kuisoma suratu Yasin kila laila, kila siku uamka hana dhambi hata moja mtu huyo. Kwa nini isisome? Na pia man qaraa suratul mulk, mwenye kuisoma suratul mulk, najja Allahu min adhabil qabr, Mungu anamwokoa kutokamana na adhabu ya makaburini. Kuna ndugu zetu tayari tumeshatanguliza hapo katika hufarul qubur, yani wako katika mashimo ya makaburi, lakini najahumullahu min adhabil qabr, Mwenyezi Mungu amewapoza, amewaokoa kutokamana na adhabu ya kaburi. Limadha? Kanu yatluna suratu al-mulk kulla layl, walikuwa wakisoma Qur'ani suratul mulk kila siku usiku. Tusipoteze hizi khairi za Qur'ani kwa sababu ni nuru bainana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam wa huwa ala nurin min rabbih aw man kana maitan. Aya nyingine, aw man kana maitan fa ahyaynahu faj'alna lahu nuran yamshi bihi baina an-nas. Nur Qur'an, nur Uislam, zote hizi. Na sisi tuna nuru tatu Waislamu, sisi tuna nuru tatu. Ndugu zetu waliopita kabla yetu hawakupewa nuru hizo. Sisi tuna nuru tatu, lakini bado tunaishi katika dhalal, bado tunaishi katika dhalma, la nadri aina sanakhruj, hatujui wapi tutatoka, na tunaishi katika nuru tatu. Nuru rabbuna, nuru ya Mola wetu, wa nuru nabiyuna, nuru ya mtume wetu, wa nuru alquran, na nuru ya Qur'an. Walakinna naishu tahta dhilal, tunaishi katika tahta dhilali dhalma, katika vivuli vya kiza. Limani tunakosea wapi sisi? Lakini kumbe ukitizama minura, tumeziacha nuru tukaamua kuchagua dhalal. Allahumma akhrijna min ash-shaqawati ila al-kirama wa min adh-dhulli ila al-'izz wa min as-sakhati ila ar-ridha wa min an-nari ila al-jannah.